vile zilitolewa kama vitendea kazi kuelekea kwenye uchaguzi. Kama ambavyo chama chochote kile kinaweza kanunua magari, kanunua pikipiki, kanunua bendera, zilikuwa sehemu za kufanya nini, za kutendea kazi. Umeshaona? Na walipewa wale watendaji wa nani wanaotenda kazi ndani ya chama. Zilitolewa kwa mimi mwenyewe sije kupewa basikeli ya chama. Unaweza kuamini? Sije kuwa na basikeli ya chama, sije kuwa na pikipiki ya chama, sije kuwa na gari ya chama, sije kuwa kitu chochote cha chama. Kwa sababu facilities za chama ni facilities za kitendaji kufanyia kazi. Walipewa ambao walikuwa wanakwenda kufanya kazi, ambao walikuwa ni mabalozi wetu. Yes. Kwa hiyo sio wote ndani ya chama wanapata. Mimi mwenyewe sikuwahi kupata. Kwa hata kama wewe kupata na mimi sikupata vile vile, kwa sababu mimi na wewe majukumu yetu sio ya kitendaji ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nafikiri nimeeleweka vizuri hilo. Sawa. Hilo limeeleweka vizuri. Hivi Bwana Seth, umoja wa vijana CCM, yani UVCCM, waga mnapata fursa ya kuwakosoa viongozi wakubwa kwenye ngazi za juu? Pengine inawezekana ikawa ni hadharani. Bwana wewe fulani bwana hiki hakijaenda sawa, unatakiwa ufuate 1 2 3 hivi na hivi. Waga mnapata hiyo fursa? Au wenyewe kazi yenu ni kulinda maslahi ya viongozi wakubwa. Chukua wale tu hapa. Ndio maana mara ya kwanza nilisema kitu kimoja. Kila chama kina utaratibu wake. Ndio. Yes. Na mimi naomba niliweke wazi. Kwa sababu inawezekana kuna watu wengi wako nje ya CCM. Hawajui CCM inaendeshwa vipi. Na wanaweza wakawa tu wanatoka na comments nyingi. Nyingine ambazo ni za kweli, nyingine sio za kweli. Kwa sababu wanakuwa ni naive, wafahamu nini ambacho kinafanyika ndani. Lakini to be honest, katika hilo ukisoma katiba ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 77, ndio toleo la 2025, limeelezea structure nzima ya Chama cha Mapinduzi. Ndio. Na katika structure nzima ya Chama cha Mapinduzi hakuna eneo lolote ambalo halina uwakilishi wa vijana. Ndio. Nitakupa mfano. Hakuna eneo lolote ambalo halina uwakilishi wa vijana. Lakini vile vile hakuna eneo lolote ambalo halina uwakilishi wa watu tunawaita sisi makamisa. Alipo. Unanielewa? Alipo. Sasa naomba nitoe mfano. Ndio. Kuna kikao cha kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wetu wa vijana taifa anaingia. Tuna kikao cha secretariat ya Chama cha Mapinduzi taifa. Katibu mkuu wa vijana taifa anaingia. Kuna kikao cha halmashauri kuu ya CCM taifa. Mwenyekiti, katibu mkuu na wajumbe wengine 3 wa vijana. Tanzania bara 3, Zanzibar 2, jumla 5 wanaingia. Unakuja kwenye vikao vya mkutano mkuu wa CCM taifa. Wenye viti wote wa vijana wa mikoa, makatibu wa vijana wa mikoa, wajumbe baraza kuu, wote mikoa 32. Sawa? Na mwenyekiti wetu taifa, katibu mkuu, makamu mwenyekiti wanaingia. Kija katika ngazi ya mikoa, tuna vikao vya kamati ya siasa. Sawa? Mwenyekiti wa vijana anaingia. Wilaya, ukienda kwenye kata, paa kwenye matawi, kuna uwakilishi wa vijana katika maeneo yote. Ndio. Sasa katika hivi vikao vyote, hakuna kikao ambacho tunakwenda, sawa, kwa sababu kazi ya chama ni kusimamia serikali. Ndio. Kazi ya CCM ni kusimamia serikali. Ili serikali itimize majukumu yake. Katika vikao vyote hivi, uwakilishi wa serikali unakuwepo. Kwa hiyo sisi mambo yetu tunayamaliza ndani katika vikao. Ndio. Kwa hiyo kama ninapata fursa, swali, Lea nisaidie. Kama napata fursa ya kukaa na mheshimiwa mkuu wa mkoa kwenye kikao, ndio, nikakutana naye, nikamuelezea kuhusu changamoto la daraja la Mkolani, la Mkuyuni, kwamba hii daraja ni changamoto, kuna vijana na biashara zao hapa, sasa hivi watu hawapiti tena hapa, walikuwa wanafanya 1 2 3, hii ni shida. Umeshanielewa? Nimekaa na mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimeelezea changamoto ya mikopo kwa vijana, nimezungumza naye. Kama nimepata nafasi kanae kwenye kikao, nikazungumza naye, nikamueleza, je, unafikiri kuna haja ya mimi kutoka public na kumwambia kitu kile ambacho nimeshamwambia tukiwa ndani? Kwa hiyo pointi yangu ni nini? Sawa. Tuna Chama cha Mapinduzi kinaongoza kwa structure yake, na kuna vikao vingi vya Chama cha Mapinduzi vinafanyika, ambao viongozi hao wa serikali ambao nyinyi mnatamani muone kwamba wakikosolewa public, tunakutana nao na tunazungumza nao. Kuna kukosolea ndani. Kukosoa mnakosoa. Kama kuna jambo lipo tunazungumza kwenye kikao, kwa sababu kitu chochote kile, hata hapa ofisini leo maamuzi mengi yanafanywa kwa vikao. Lazima mkae management kwa mfano, lazima mkae staff, kikao cha wafanyakazi, atuke maamuzi, mkubaliane wote, si ndio? Kwa hiyo
na sisi tunafanya katika vikao vyetu, tunapata fursa ya kuzungumza. Kwa hiyo moja ya vijana ukisema kwamba ukosoi serikali sio ukosoi viongozi sio nini, hapana, sio kweli. Kwenye vikao vyetu tunakaa vya ndani, kama kuna jambo la kuaddress tuna address yuko na linafanywa kazi. Kwa hiyo sisi kwetu tunafanya kazi kwa staili. Lakini ni mpaka pengine mpate zile go ahead. Sijakuelewa kivipi? Yaani mpate go ahead kwamba mmekaa ndani kwenye vikao, kwa hiyo kama ni kuzungumza public mnatakiwa muambie kwamba sasa ili mkazizungumzie public. Nikuulize swali jepesi. Lengo hapa lengo la swali lako ni kuona kama tunapata nafasi ya kuongea na viongozi wa serikali yale ambayo tunahisi yako sawa. Sawa. Ndio msingi wa swali. Ndio msingi wa swali. Na mimi nimekuambia tayari tunapata hiyo nafasi, tunafanya nini? Tunaipata kwenye vikao. Kwa hiyo tukitoka nje sisi tunategemea kuona nini? Utekelezaji. Kwenye mitandao ya kijamii hata leo hii utaona tu ikipostiwa kijani. Vijana kidogo wanakuwa na mambo mengi sana. Nafikiri pia ni kijana unafuatilia mitandao. Lakini kumekuwa na ukosoaji, kwa mfano anaweza kafikia msiba kiongozi fulani, unakuta kunakuwa na tofauti. Kuna kitu sehemu gani ambapo labda nahisi kwamba mmekosea, au kuna sehemu gani ambapo unaona labda kuko sawa, au wewe mtazamo wako kama mwenyekiti wa vijana, kwa sababu naamini kwamba miongoni mwa wale vijana ambao kwenye mitandao ya kijamii miongoni ni vijana wako ambao watoka hapa Mwanza. Sawa. Mtazamo wangu binafsi kwamba vijana wanaonekana wanaikosoa serikali au matukio au malalamiko ya uchaguzi. Kwa sababu ukizungumza issue ya uchaguzi, to be honest, masuala yote yanayohusiana na uchaguzi right now mimi ukiniuliza siwezi kuyazungumzia. Labda niliweke sawa kwa mfumo huu. Mmejifunza nini? Yaani mmejifunza nini pengine kupitia malalamiko? Hatukatai. Malalamiko yanakuwepo. Wewe umefanya kizuri, umefanya kibaya, malalamiko hayakosekani. Sasa kupitia malalamiko ambayo yanatokana na uchaguzi pengine uliopita, nyie kama UVCCM kuna kitu gani mmejifunza pale? Okay. Bahati nzuri au bahati mbaya, ndani ya jumuiya yetu kuna vyombo husika ambao vinafanya tathmini ya vitu vyote katika nchi yetu. Umeona? So far tathmini bado inaendelea mpaka sasa hivi. Na nafikiri na sisi wote tuna vikao vyetu kwa mwaka, vikao viwili vya kitaifa ya viongozi wa mikoa yote na viongozi wetu wa kitaifa. Kwa hiyo so far naomba nisizungumzie chochote kuhusu hilo kwa sababu bado tathmini inaendelea. Tathmini siku ikikamilika, nafikiri viongozi wetu wa kitaifa watalitolea maelezo. Kwamba sisi tumeobserve hiki 1 2 3 tutafanya 1 2 3. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.